The Old Man in the Meadow ni novel iliyoandikwa na Mkameruni Ferdinand Oyono mwaka wa 1956 kwa lugha ya Kifaransa Livix Negla et la Medaille. Mwandishi huyu hakuandika novel yake kwa lugha ya Kiingereza, bali yeye aliandika kwa lugha ya Kifaransa, yani Livix Negla et la Medaille. Lakini mwaka 1967 novel hii ya The Old Man in the Meadow ikatafsiriwa na John Leedy kwa lugha ya Kiingereza The Old Man in the Meadow. Maana yake ni mzee pamoja na medali. Mzee mwenyewe anayezungumziwa ndo mhusika mkuu wa kitabu hiki cha The Old Man in the Meadow, ambaye ni mzee Meka. Meka umri kweli umeenda. Pia Meka alipewa medali na wazungu au Wafaransa baada ya kuivamia taifa la Kameruni na kuanzisha miundombinu yao na makazi yao katika taifa lile. Mwandishi Ferdinand Oyono aliandika novel hii ya The Old Man in the Meadow kuelezea maisha ya Waafrika kipindi cha ukoloni. Kumbuka nchi ya Kameruni ilipata uhuru mwaka 1960 na novel hii imechapishwa mwaka 1956, miaka 4 kabla ya kupata uhuru nchi ya Kameruni. Kwa hiyo novel ya The Old Man in the Meadow imeandikwa au imechapishwa kipindi cha ukoloni. Kipindi hicho watu wa Kameruni walikuwa wanateseka na mfumo wa ukoloni dhidi ya Wafaransa. Mwandishi Ferdinand Oyono amemtumia huyu Meka kama symbolic character, akiwakilisha Waafrika waliokuwa na vihelehele, Waafrika ambao wajinga, Waafrika ambao walikuwa hawana utambuzi wowote juu ya Wafaransa au watu wageni kutoka nje ya bara la Afrika. Ndio maana kaelezea kwamba Waafrika sisi ukalimu wetu umekuja kuonekana kama sehemu ya ujinga au ni ujinga kabisa, kwa sababu wema wetu ulituponza tukawakaribisha hawa Wafaransa wa koloni. Hatujui kwamba baadaye watakuja kutusaliti, watakuja kutunyanyasa na pia watakuja kuchukua ardhi zetu. Ndio maana ukiangalia mwandishi mwenyewe Ferdinand Oyono anatoa elimu kwa vijana, yani kwa wasomaji wanaosoma somo la literature in English nchini Tanzania, hata nchi zingine za Afrika, wajue na wapate elimu juu ya unyanyasaji wa watu wa nje au wa koloni kwa kipindi kile. Kwa mwingine anaweza kusema kwamba kwa nini tunasoma kitabu kinachoongelea masuala ya ukoloni lakini kwa sasa hatuongelee ukoloni. Pia ni faida kubwa sana kwa wewe kijana, kwa mwanafunzi unayesoma literature in English, ukijua changamoto walizozipitia babu zetu miaka ile ya 1950 1940. Kipindi hicho walikuwa wanahangaika sana, wanateseka, wanabaguliwa sana. Ndio maana mwandishi Ferdinand Oyono amemtumia Meka kama Mwafrika aliyepitia changamoto nyingi kipindi hicho, baada ya kuwakaribisha hawa koloni na kuwapatia kipande cha ardhi. Wakoloni wameanzisha makazi yao, lakini baadaye wanakuja kuwasaliti na kuanza kuwanyang'anya ardhi zao, na vita inakuja kuibuka. Waafrika wengi wanakufa, Waafrika wengi wanakosa matumaini, maisha yao yanakuwa ni ya wasiwasi sana. Lakini baadaye mtu huyu Meka na yeye anakuja kusalitiwa na kupigwa viboko na hawa koloni hawa, na wamemshamsahau, na baadaye wanakuja kumkumbuka na kusema kwamba kumbe ndo wewe ambaye tuliokupatia medali, ndo wewe mkalimu wetu uliyetupatia kipande cha ardhi na kutukaribisha katika taifa hili. Lakini sasa baadaye huyu mhusika Meka anakuja kupata utambuzi na kujua kwamba hao sio watu wema, ni watu wabaya sana, na akaamua kuachana nao mwishoni kabisa. Pia huyu mzee Meka alipewa hiyo medali, lakini hiyo medali alikuja kuibiwa baadaye, alikuja kuipoteza kipindi anasherehekea na ndugu zake Waafrika wenzake katika eneo la burudani. Lakini sasa alikunywa pombe, akazidisha, akalewa, anaamka usiku, lakini anakuta medali aliyokuwa amekabidhiwa na wakoloni alikuwa amevaa shingoni haipo. Anaanza kuwaza sasa hiyo medali iko wapi. Anaanzia safari kwenda nyumbani, lakini njiani anakutana na patrol ya askari
wa kikoloni, yani wa kikoloni kina Valine Gullet, Mfukon, wakambeba kwenye gari na kumpeleka katika kempu yao ya kikoloni. Lakini kufika kule bila hajamuuliza, anapigwa viboko na Valine Gullet viboko 10, mijeledi 10 mgongoni. Lakini baadaye sasa anapewa nafasi ya kujieleza. Anasema kwamba yeye ndio yule ambaye aliwapokea, ndio yule ambaye wamemkabidhi medali. Sasa hali hiyo Meka anachukizwa sana, anakasirika, na wao wanakumba kumbe ndio wewe bwana. Pole bwana, anashikwa mkono. Kwa hiyo ni kiasi gani sasa hawa watu sio wema kwa Afrika, na yeye baadaye Meka anapata awareness. Niwaambie tu kabla Meka hajapewa ile medali, bwana, kipindi anaifuata ile medali Meka alienda kule Doomtown. Doomtown ndio huko sehemu ambao hawa wakoloni wanakaa, yani walikuwa wanakaa sehemu za mjini. Kwa hiyo ni setting moja wapo. Kipindi anasubiria ile medali alikali sali zima juani akiwa anasubiria hiyo medali. Unaona kwamba Waafrika jinsi walivyokuwa wavumilivu ili waweze kupata kitu fulani. Lakini Meka kilichokuwa kinamponza yeye ni kwa sababu tu ya kelele chake. Kelele chake ndio kilimponza, maana yeye alikuwa anapenda sana aonekane kwa Afrika wenzake. Hata kama akipewa lift kwenye gari, akipanda gari, akiona Afrika wenzake wamekusanyana sehemu fulani, anatoa kichwa nje na kuwapungia mkono kwamba yeye aone kwamba yeye yuko karibu na wakoloni. Akiwa halikuwa hajui baadaye. Lakini baadaye sasa anakuja kusalitiwa, anapigwa mjeledi, na mwisho siku anakuja kujitambua awareness, na anaamua sasa kuachana na wakoloni. Baada sasa na hiyo medali alijielezea kwamba medali amepoteza, akahidiwa hiyo medali atapewa tena, lakini hadi mwisho wa kitabu Meka hakuweza kupewa kitabu kingine tena. Paka anaenda kule nyumbani. Kumbuka jamani, Meka alikuwa ameshapoteza watoto wake wawili wa kiume. Aliwapa wakoloni wajiunge upande wao, kwa sababu vita iliibuka kati ya Mwafrika pamoja na wakoloni. Waafrika walikuwa wanatetea ardhi zao zisichukuliwe, lakini wakoloni wanapambana wachukue ardhi za Afrika. Vita ikaibuka, lakini watoto wa Meka waliuliwa huko vitani. Mke wa Meka ambaye anafahamika kwa jina la Clara alikuwa na hisia kali, anaulia kila siku, analia kwa sababu anakumbuka watoto wake wawili. Lakini mume wake alikuwa anamshauri, lakini mume wake alikuwa shauriki kwamba hao watu sio, usipende sana kujiunga na hao watu, sio wenzetu. Lakini Meka hakuwa msikivu kwa mke wake. Pia Meka ameonekana kwamba ni mtu ambaye ni msumbufu sana. Ni msumbufu sana kwa mke wake Kelala, maana akiamka asubuhi kelele nyingi sana. Alikuwa ni mtu mwenye msumbufu sana, mwenye kero kwa mke wake. Lakini pia Meka amepatizwa, amekuwa Mkristo. Kwa hiyo kuna religion, Christianity imeonyeshwa pia baada ya hawa koloni wa Faransa kulivamia taifa la Kameruni. Wakajenga makanisa, wakaanza kuwabatiza wa Afrika, akiwemo Meka pamoja na mke wake Kelala, wakawa Kristo. Wanaamka kila siku asubuhi, wanasali mwendo wa maombi. Hata shemeji yake na Engamba, na shemeji yake na Meka anafahamika kwa jina la Engamba, na yeye alikuja kubatizwa baadaye na kutengenezwa ule ukaribu na wakoloni. Na Meka anakuja kujiunga kuwa Mkristo baada ya kuja kusherehekea ile sherehe ya Meka siku ya kupewa hiyo medali na wakoloni. Na lengo lake tu la Engamba alikuwa anataka awe karibu na wakoloni, na yeye awe marafiki zake, na akawa kweli Mkristo. Lakini sasa baadaye Engamba naye akaja kuona kumbe wakoloni sio wenzetu, baada ya Meka kufanywa ukatili, kunyanyaswa, kupigwa mijeledi, na yeye akakasirika, akapata awareness na akawafuata kule mjini Doom kwenda kufoka juu ya shemeji yake kwa nini amemtesa. Kwa akaongea maneno makali sana, na baadaye akarudi nyumbani kwa Meka, akaenda kumwaga na kurudi huko anakoishi vijijini kabisa, mbali, yani unaruka makolongo ya kutosha, milima ya kutosha, mapori ya kutosha, ndio nafika nyumbani kwa kina Meka, kwa kina Engamba. Lakini nikufahamisha pia Engamba ni mtu ambaye anaonekana kwamba amewalisi wake wa baba yake, akiwemo na mama yake mzazi. Kwa wake 6 wa baba yake. Kwa hiyo tunapata dhamira ya widow inheritance, kulisi wajane. Pia tunapata dhamira ya polygamy kwa Engamba, ana wake wengi sana. Lakini mke wake anafahamika kwa jina la Amalia. Lakini mtu mwingine mwenye wake wengi sana anafahamika kwa jina la Nkolo. Huyu ni jirani yake
na Mecca, na yeye ana wake 5 na pia anatarajia kuongeza mke mwingine wa 6. Anaandaa bride price. Kwa hiyo ni kiasi gani mwandishi Bwana Ferdinand Oyono amejaribu kuelezea masuala ya African tradition and customs kama hizo, pamoja masuala ya superstitious beliefs. Ameonyesha masuala ya kishirikina, mfano Nkolo mwenyewe kila jambo akitaka kufanya yeye afanye tambiko, azindike ili mambo yake yaende vizuri. Hizo ni mojawapo ya mila na desturi za Mwafrika anapokuwa anajiandaa kufanya shughuli yoyote. Kwa hiyo Engamba akawa amerudi nyumbani kwake baada ya kwenda kuwafokea wakoloni waliomtesa shemeji yake Mecca. Pia mwandishi anatufahamisha kwamba kuna dhamira ya alcoholism, masuala ya ulevi. Kina Mecca pamoja na watu wengine wa Afrika huwa wanaenda kwa bibi mmoja anayeandaa gongo, yani ak, anafahamika kwa jina la Mami Titi. Hiyo ni sehemu ambao wazee wanaenda kuburudika, kunywa pombe, kunywa gongo kwa Mami Titi. Ndio maana hata siku kwamba kina Mecca wanaenda kulewa katika mazingira yale. Kwa Ferdinand Oyono aliandika hii The Old Man in the Meadow kama direct title, akigusa maisha ya Mecca kabla hawa koloni hawajaja, na baada ya kuja Mecca ndio yeye mwenyewe akawapokea, lakini hakujua kwamba baadaye watakuja wamsaliti, hakujua kwamba Waafrika wenzake baadaye watakuja wapitie mateso, na baadaye anakuja kujifunza baada ya kuteswa na kuja kuumia kwamba kila alichokifanya kumbe kilikuwa sio sahihi. Kwa ndugu zangu wanafunzi unayesoma literature in English Tanzania, nafikiri umeweza kupata story kwa ufupi kabisa kuhusu ya hii novel ya The Old Man in the Meadow iliyoandikwa na Ferdinand Oyono. Hiki ni kitabu pacha ambacho kinafahamika kwa jina la Houseboy. Ziliandikwa mwaka mmoja, zilichapishwa mwaka mmoja kabisa, lakini zilikuwa zinaongelea swala la effect of colonialism in Africa, madhara ya ukoloni barani Afrika, kwamba Wafaransa waliwateka na kuwanyanyasa hawa wa Kameruni. Ndio maana maisha yao yalikuwa ni magumu sana, na wakalazimishwa kuwa Wafaransa weusi, kwamba wafuate kupitia hiyo assimilation policy, na maisha yao yakawa sio mazuri kivile. Ndio maana Ferdinand Oyono aliandika hii novel kuonyesha kwamba sisi wa Afrika tulikuwa wajinga kiasi kile kama Mecca, hatujui hawa watu tufanye nini. Kwa hiyo anatufundisha kwamba tuwe makini tunapokuwa tunakutana na watu wageni, tujue wakoje na tabia zao zikoje, tusikurupuke tu kuwapokea na kuishi nao bila kujua. Asante sana kwa kunisikiliza. Mimi ndo teacher Kaliko Doto Njige, the man of literature and the young African writer kutoka Shinyanga. Kwa sasa niko Nzega Tabora katika shule ya Queen of Peace Girls Secondary School. Kwa yule anayehitaji uchambuzi wa hii novel ya The Old Man in the Meadow, nimeichambua audio nyingi sana, kuna video nyingi sana nilizozielezea juu ya The Old Man in the Meadow. Kama unataka ujue hizo form pamoja na content, unaweza kaingia YouTube na ukaandika teacher Kaliko Doto Njige The Old Man in the Meadow, utachagua na utasikiliza kwa makini zaidi. Na yule anayetaka uchambuzi kwa lugha ya Kiingereza, nimechambua hii kitabu cha The Old Man in the Meadow, unaandika tu hivyo, lakini utapata hizo chambuzi kwa mbalimbali. Huu ni mwaka wa 4 naendelea na kazi ya uchambuzi kupitia mtandao wa YouTube. Asante sana. Mimi ndo teacher Kaliko Doto Njige, the man of literature and the young African writer from Shinyanga, Tanzania. Thank you, the world analyst.